Karibuni katika ibada ya maombi. Karibuni sana wapendwa. Asante Baba wa mbinguni kwa sababu ya upendo wako ambao hauna mwisho. Tunaishi katika wakati wa tahadhari sana. Tunaishi katika nyakati za hatari sana Muumbaji, kama ulivyofunua kwenye maandiko matakatifu pamoja na huyo nabii. Siku sio nyingi tutashuhudia matukio ambayo kalamu ya unabii imezungumza. Na kama hatutapata muda kujifunza mambo hayo, Jehova, katika wakati wa amani, tutakuwa tumechelewa. Hivyo rafiki mwema Yesu Kristo, katika muda huu tunakuja kwako tukiwa tu wadhaifu na wadhambi. Tunahitaji neema yako iweze kutusaidia. Tunahitaji Mungu wa mbinguni tusamehewe dhambi zetu na tutembee katika uzima wa kushika sheria zako. Tunapoanza somo hili, Mungu wa mbinguni, tunahitaji Roho wako mwema tuongoze mwanzo kipindi hadi mwisho, kwa Kristo Yesu. Amen. Karibuni sana, na huyu ni Silas kutoka Bible Truth Prophet Minister. Katika somo lililopita tulijifunza ya kwamba Kristo alitambua wakati na majira, na hata watoto wake tunaoishi katika wakati wa mwisho ni lazima tuweze kutambua dalili na majira za marejeo yake, kwa sababu muda ambao Mungu ameipatia dunia ni miaka 6, na mwaka 7 ni itakuwa inaanza sikukuu ya vibanda. Na hivyo watu wa Mungu ni lazima tutambue huu wakati kama ulivyofunuliwa katika maandiko matakatifu. Wayahudi walikuwa na sikukuu 7. Sikukuu hizi 7 zilikuwa zinatabiri ujio wa kwanza wa Kristo na utimizwaji wake, lakini pia na ujio wa pili wa Kristo. Zile sikukuu za kwanza 4 Kristo alizitimiza alipokuja mara ya kwanza, na sikukuu 3 zilizobakia zimetimizwa na zitatimizwa katika ujio wake mara ya pili. Kwa mfano, Wayahudi walikuwa na sikukuu ya Pasaka ambayo ilifanyika tarehe 14 ya mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisani. Lakini pia kulikuwa na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilifanyika tarehe 15 ya mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisani. Lakini pia kulikuwa na sikukuu ya malimbuko ambayo pia nayo hii ilifanyika tarehe 16. Sawa, malimbuko tarehe 16. Lakini pia kulikuwa na sikukuu ya Pentekoste ambao baada ya sikukuu ya malimbuko walihesabu sabato 7, ambapo ile siku ya 50 ilikuwa ni Pentekoste au iliitwa sikukuu ya majuma. Sikiliza mpendwa, ujio wa Masihi mara ya kwanza umefunuliwa kwenye sikukuu 4 za kwanza. Siku ile ile Wayahudi walipotoka Misri, siku hiyo ndiyo ambayo Masihi alisulubiwa. Kwa hiyo tarehe ya kufa, kuzikwa, kufufuka ziliwekwa na kujulishwa kwa wanadamu yapata miaka 1500 kabla. Hizi tarehe zilitolewa kabla hawajafika mlima Sinai, ili iwe ukumbusho wa sikukuu takatifu, yaani nakala na uhalisia wa kutimizwa kwake. Hivyo mpango wa ukombozi umefunuliwa katika hema takatifu. Ndiyo mpango wa ukombozi ambao ufunuliwa katika sikukuu 7. Sikukuu 6 maana yake ni miaka 6, na sikukuu 7 maana yake ni miaka 7. Kama ilivyo sikukuu 6 zitatimizwa hapa duniani, lakini sikukuu ya 7 itatimizwa wapi? Itatimizwa kule mbinguni. Hivyo tunapojifunza mpango wa ukombozi, tuelewa ya kwamba hakuna kitu ambacho Mungu ametuficha. Kila kitu kimeelezwa, na kama watu wa Mungu hawatajifunza unabii, hawatajua ratiba za ujio wa Kristo. Lakini kama tutatoa muda na kujifunza na kumwelewa Mungu, tutatambua ya kwamba hakuna kitu ambacho Mungu ametuficha, ila sisi ndio tutaki tukuelewa. Leo tutakuwa na somo muhimu sana, somo ambalo litagusa kuhusu habari ya sikukuu 7 kama ambavyo zimefunua mpango wa ukombozi. Sikukuu ya kwanza ilikuwa sikukuu ya Pasaka. Sikukuu hii ilifanyika siku ya Ijumaa, na katika mwezi wa Kiyahudi ilikuwa ni mwezi wa kwanza, mwezi wa Nisani au Habibu. Na sikukuu hizi zote zilifanyika katika ule muda wa kuchipusha. Muda wa kuchipusha unaitwa muda wa spring. Lakini sikukuu zingine 3 zilifanyika wakati wa autumn au sikukuu au wakati wa kupukutisha. Hivyo kama Kristo alivyotimiza ujio wake mara ya kwanza
kwa kufa katika wakati wa kuchipusha, tegemee ujio wake wa Kristo utatokea wakati wa kupukutisha, kama ilivyokuwa wakati wa sikukuu ya upatanisho katika mwezi wa 7, mwezi wa Kiyahudi. Tutegemee pia Kristo kuja katika mwezi wa Kiyahudi, yani mwezi wa Tishri, ambapo kwa kalenda ya Gregory ni kuanzia ile miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba. Hiyo ndio ratiba kulingana na ilivyofunuliwa mpendwa katika sikukuu 7, na hii ratiba kimbingu ambayo huitwa appointed time. Hebu tuanze sikukuu ya kwanza ya Pasaka, tuone jinsi ambavyo imetabiriwa na jinsi Kristo alivyokuwa ameitimiza. Kitabu kile cha Hesabu 9 mstari wa 2 mpaka wa 5, maandiko yanasema kwamba tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa, nao wataishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara Sinai, vile vile kama hayo yote Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza inasema kwamba utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Bwana Pasaka Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Naona, kwa hiyo katika ile siku ya 14, tarehe 14 ya mwezi wa kwanza wa Abibu, ambapo katika majira ni majira ya kuchipusha kwa kalenda ya Kiyahudi, ambapo kwa kalenda yetu ya Gregory ni majira ya Aprili mpaka Machi. Sikukuu ya Pasaka ilitolewa kwa ajili ya ukumbusho, na wakati Kristo anakuja kujitoa kama kafara mpendwa, ukitazama alikufa tarehe 14 kama ilivyokuwa imetabiriwa katika maandiko na manabii. Hivyo kama Kristo alitimiza siku ya Pasaka, tegemee pia hata kwenye sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu pia alitimiza katika siku au katika tarehe 15 ya mwezi wa Nisani au mwezi wa Abibu. Sikiliza, maandiko yanazungumza kwenye kitabu kile cha Hesabu 28 mstari wa 17 kwamba siku ya 15 ya mwezi huo patakuwa na sikukuu, mkate usiotiwa chachu utaliwa muda wa siku 7. Tarehe 15 ya mwezi huo wa kwanza kulikuwa na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, yaani ililiwa tarehe 15 na walisonga mbele mpaka siku 7. Maana Sabato iliyofuata walihitimisha hii sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Lakini wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, hii sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilitimizwa na Kristo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mkate usiotiwa chachu. Yaani mwili wake Kristo ni mkate usiokuwa na hila. Na ndio maana Kristo wakati alipokuwa anasulubiwa, alipopewa siki kunywa, hakunywa kwa sababu siki ilikuwa inachanganywa na chachu. Kama Kristo angekunywa siki, uwezekano wa yeye kufufuka usingekuwepo na mpango wa ukombozi usingetimizwa. Kumbe mwili wa Kristo ndio ulikuwa mkate. Yeye ndio alikuwa dhamana ya watu wa Mungu. Na hata wakati huu tunashauriwa pia siki au chachu au amila isiwepo, kwa sababu tunaishi wakati ambapo dhambi haipasi kudumishwa katika maisha yetu. Hivyo hii sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa inafanyika na ilitimizwa kwa Yesu kulala kaburini. Lakini sikukuu ya Pasaka ilitimizwa kwa Yesu kusulubiwa pale msalabani. Lakini pia kulikuwa na sikukuu nyingine, sikukuu ya malimbuko. Sikukuu ya malimbuko hii, ngano pamoja na shayiri, yale mazao ya kwanza, yalipelekwa kwa kuhani, na kuhani aliyatikisa kujiridhisha je, sadaka ile ilikubaliwa na Kristo kama sadaka. Baada ya kufa, tunakumbuka ya kwamba Mariamu alitaka kumgusa Kristo, na Kristo akasema usiniguse kwa sababu sijakwenda kwa Baba kujionyesha. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ndiye alikuwa limbuko, yeye ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo alikwenda kwa Baba kujionyesha kwamba je, Baba, sadaka yangu imekubaliwa. Na baada ya Yesu kupata udhihirisho kwamba sadaka yake ilikuwa imekubaliwa, alikuja kwa wanafunzi wake, na ndani ya zile siku 40 akawatokea wengi, na siku 10 Kristo akaenda mbinguni, na siku ile 50
tunashuhudia kwamba ilikuwa ni Pentekoste. Kwa sikukuu za kwanza mpendwa zilitimizwa kwa wakati maalum. Hata sikukuu za pili wapendwa, zile tatu zitatimizwa katika wakati maalum kama maandiko pamoja na roho ya unabii ilivyokuwa imetimiza. Sikiliza mpendwa. Tumesema sikukuu ya pili ilikuwa ni sikukuu ya nini? Ilikuwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na tumeshaitazama, lakini sikukuu nyingine ilikuwa ni sikukuu ya kutikisa miganda, ambapo katika Walawi 23:11 asema kwamba naye atautikisa mganda mbele ya Bwana ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato kuhani atautikisa. Kristo alikufa tarehe 14. Tarehe 15 akashinda, kalala kabulini yeye kama mkate usiotiwa chachu. Na tarehe ile 16 Yesu Kristo alifufuka, na alipofufuka alikwenda moja kwa moja kwa Baba kutimiza sikukuu ya kutikisa ganda. Kwa hiyo Kristo kama mzaliwa wa kwanza alikwenda moja kwa moja kwa nani? Alikwenda moja kwa moja kwa Baba. Hivyo kama ilivyotimizwa sikukuu za kwanza, ndivyo mpendwa hata sikukuu zingine zile tatu zilizobaki zitatimizwa. Yesu alisulubiwa kama Pasaka jioni siku ya 14 ambayo ilikuwa ni Ijumaa. Yesu alipumzika kaburini wakati wa Sabato siku ya 15 ya mwezi wa Abibu, mwezi wa Nisan. Lakini Yesu alifufuka siku ya 16 ambayo ni Jumapili, na hizo siku saba zilikuwa sikukuu za nini? Ilikuwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Anazungumza wazi ya kwamba nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka ya kutikiza, zitatimiza Sabato 7. Hata siku ya pili hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nanyi mtasongeza kwa Bwana sadaka ya unga. Hii ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste au sikukuu ya majuma, ambapo baada ya Yesu kufuka itakiwa wahesabu Sabato 7, ambapo kwa kweli ilikuwa inatimizwa ilikuwa inatimizwa tarehe 7 ya mwezi wa Sivan, ambapo Yesu alimwaga roho wake. Hivyo sikukuu 4 zilitimizwa katika wakati maalum, yani appointed time. Tutegemee pia hata sikukuu 3 hizi kutimizwa katika muda maalum. Hivyo kama Kristo alitimiza sikukuu hizi za kwanza katika mwezi wa kuchipusha, tegemee utimizwaji wake sikukuu zingine 3 itakuwa katika mwezi wa 7 au mwezi wa kupukutisha, ambapo kwa kalenda yetu ni miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba. Na ndivyo hivyo wakati wa William Miller vuguvugu lile walipohubiri, walipiga hesabu zikaangukia katika mwezi wa ngapi? Katika mwezi wa 10. Kama ndivyo hivyo, tutegemee Kristo atakapokuwa anakuja, atakuja katika miezi ya Septemba, Oktoba au Novemba. Hii ni ratiba ya Mungu na si ratiba yetu, imefunuliwa katika mpango wa ukombozi. Hivyo tutarajia kwamba Kristo atakuja katika muda maalum, kwa sababu huyu Mungu wa mbinguni tayari ratiba yake ishafunuliwa kwenye mpango wa ukombozi wa miaka 6,000. Na miaka 6,000 maana yake sikukuu 6, yaani sikukuu ya kwanza ya Pasaka kama ilivyotimizwa katika tarehe 14, na sikukuu ya pili sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu tarehe 15 kwa Yesu kulala kabulini, na sikukuu ile ya 3 sikukuu ya malimbuko tarehe 16, na sikukuu ile ya 4 ya Pentekoste tarehe 7 mwezi wa Sivan. Lakini sikukuu ile ya Mabalagum ilikuwa inaanza tarehe 7, itakuwa inaanza mwezi wa 7 tarehe 1. Naona, lakini sikukuu ile nyingine, sikukuu ya upatanisho ilikuwa tarehe 10, na sikukuu ya vibanda tarehe 15, ambapo kulikuwa na siku 7 ambazo hizi pia unaweza ukazikweti kama siku 7 za kwenda mbinguni. Kama Kristo alivyotimiza sikukuu za kwanza, ndivyo hivyo pia anaweza kutimiza sikukuu za pili, kwa sababu ratiba yake ni appointed time na sio time setting. Pambano kuu ukurasa wa 399 paragrafu ile ya pili, nabii wa Mungu anazungumza kwamba kuchinjwa kwa kondoo wa Pasaka kilikuwa kivuli cha kifo cha Kristo. Kuchinjwa manake kwenye Pasaka, Paulo anasema Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka kwa ajili yetu.
Mganda wa matunda ya kwanza ambayo wakati wa Pasaka ulitikiswa mbele za Bwana ulikuwa kielelezo cha ufufuko wa Kristo. Limbuko ni Kristo baada ya walio hai Kristo atakapokuja, kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 22. Nabii wa Mungu anaendelea kuzungumza wazi kwamba vielelezo hivi vilitimia sio kwenye matukio lakini kwenye wakati. Unaona, havikutimia kwenye matukio lakini kwenye wakati, to the appointed time. Nasema kwamba katika siku ya 14 ya mwezi wa Kiyahudi, siku ile ile na mwezi ule ule, ambapo kwa muda wa karne 15 kondoo Pasaka amekuwa akichinjwa. Kristo akiwa amekula Pasaka na wanafunzi wake alianzisha kalamu hiyo ambayo ilikuwa kwa ajili ya ukumbusho wa kifo chake kama kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Usiku huo huo alichukuliwa na mikono miovu ili kusulubiwa na kuuawa. Unaona, kwa hiyo Kristo kama walivyokuwa nasherehekea kivuli chake, uhalisia wake alikuja kutimiza tarehe 14 ya mwezi wa Abibu, ambapo Kristo alijitoa kama nani? Kama sadaka. Yani Kristo ndiye aliyetimiza siku zingine zile 4. Na wakati ujio wa Kristo pia atatimiza, kwa sababu muda uliowekwa ni appointed time na sio time setting. Pambano Kuu Ellen White anazungumza wazi ya kwamba kwa namna hiyo hiyo vielelezo vinavyohusiana kurudi mara ya pili ni lazima vitimie kwa muda uliotajwa katika mfano wa huduma. Kwa hiyo kama Kristo alitimiza vielelezo vyake mara ya kwanza, alivitimiza katika mwezi ule wa Habib au Nisani, tutegemee kwamba hata ujio wake Kristo mara ya pili utatimizwa, mpendwa, katika wakati wa kupukutisha, ambapo kwa kalenda ya Kiyahudi mwezi wa 7, lakini kwa kalenda ya Gregory katika miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba. Huu ni unabii ulio halisi, na mtu kusema kwamba hakuna ajuaye siku la saa ni kutokutaka kujua, kwa sababu ukijifunza vielelezo utaelewa ya kwamba Kristo alikuja katika muda maalum, atakuja mara ya pili katika muda maalum, yani appointed time. Watu wa Mungu, tunapokuwa hatuelewi ratiba hizi, wapendwa, tunaweza kupingana ratiba ya Mungu kwa kusema kwamba hakuna mtu ajuaye siku wala saa, lakini kiufupi ni kwamba Mungu ameshatimiza, ndugu zangu na dada zangu. Na kama alivyotimiza kwa wakati wa ujio wake mara ya kwanza, pia atatimiza wakati wa ujio wake mara ya pili, kwa sababu muda huu huitwa appointed time. Na wale ambao walijifunza vielelezo vyake vya mara ya kwanza walielewa ya kwamba Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana Mbatizaji alielewa kwamba Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Alielewa. Hana binti Fanuni alielewa. Zakaria alielewa kwamba Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hakuna kugesi hapa, kwa sababu Kristo ametoa kila kitu kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu, wala hatuna haja ya kugesi. Sikukuu za pili, ambazo zile sikukuu 3 ambazo zilikuwa zinatimizwa katika mwezi ule wa 7 kalenda ya Kiyahudi, ambapo kwa kalenda yetu tunasema kwamba itakuwa ni miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba. Sikiliza, ujio wa Masihi mara ya pili umefunuliwa kwenye sikukuu 3 za mwisho. Kabla Waisraeli hawajafika mlima Sinai, Mungu alifunua muda ulioamriwa wa ujio wa mwana wake mara ya pili na siku, na hizi zilikuwa ukumbusho kama siku kuu ambazo zingetimizwa kiuhalisia anaporudi mara ya pili. Kwa hiyo hizi sikukuu pia 7 zitatimizwa kiuhalisia anapokuja mara ya pili. Na ndio maana akina William Miller walipopiga mahesabu wakati wa huduma patanisho, kutakaswa kwa hekalu, iliangukia mwezi wa ngapi? Iliangukia mwezi wa 7 wa kalenda ya Kiyahudi, ambapo kwa kalenda yetu Gregory iliangukia mwezi wa 22 Oktoba 1844.
Kama akina William Miller walipiga mahesabu yakaja vile, tutegemea kwamba hata ujio wa Kristo mara ya pili utakuja katika muda ulioamriwa, yaani appointed time. Ni katika miezi ipi? Miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba. Yaani hapo Kristo atakuja katika miezi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hii ratiba ni ratiba ya kimbingu inaitwa kutambua saku ya wakati, ambapo saku ya wakati ilianza kutangazwa rasmi katika Mwanzo 3:15 na itatimizwa Kristo anapokuja mara ya pili. Ndugu yangu na dada yangu, ratiba ya ujio wa Kristo iko wazi, sema hatuko tayari kuelewa. Sikukuu ya kutoza mabaragumu, ambapo tunafahamu ya kwamba katika mwezi wa Kiyahudi ilikuwa inatokea katika tarehe ya kwanza mwezi wa 7, yaani mwezi wa Tishri, ambapo tarumbeta inatangaza ujio wa Masihi kwenye Zefania 1 mstari wa ngapi? Wa 16. Maana yake hiyo ni ujio wa nani? Ujio wa Masihi. Lakini sikukuu ya upatanisho, Masihi ataweka dhambi zilizotubiwa juu ya Shetani kubeba machungu kwa miaka 1000 katika ukiwa wa dunia, ambapo ilikuwa inafanyika tarehe 10 ya mwezi wa 7, ambapo kwenda Kiyahudi ni tarehe 22 ya mwezi wa 10. Lakini siku ya vibanda ilikuwa ni inafanyika tarehe 15 wa mwezi wa Tishri, ambapo hii siku ya kuja kwa Masihi mara pili na kwa chukua takatifu kote duniani ambayo walikufa toka nini? Toka Adam. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo 24:31, mpendwa, twende tuone hii siku ya vibanda itakuwa ni siku ambayo inaelezea kuhusu habari ya Kristo kuwachukua watakatifu wake waliokufa toka enzi ya Adam. 24:31 maandiko yanasema kama ifuatavyo: naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Wakati gani? Wakati wa sikukuu ya nini? Wakati wa sikukuu ya vibanda. Lakini huwa ninashangaa wakati wa Adventista tunaposema camp meeting, ambayo ni makambi, tunaikweti na sikukuu ya vibanda. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Nimetoa challenge tukasome tuone. Hata kina Ellen White hawakuwahi kusherehekea sikukuu ya nini? Hawakuwahi kusherehekea sikukuu ya nini? Hawakuwahi kusherehekea sikukuu ya vibanda. Walikuwa na camp meeting, kwa sababu wanaosherehekea siku ya vibanda ni kusanyiko ambalo halina dhambi na watakatifu wa Mungu. Ile miaka 1000 ndio itakuwa mwanzo wa sherehe nini? Siku ya vibanda. Kwa sababu hiyo, watu wa Mungu, hii haijatimizwa bado. Kusherehekea siku ya vibanda maana yake ni kumwambia kwamba Kristo haujatimiza bado mpango ukombozi, yaani zile sikukuu zote ambazo Kristo alizitimiza, sawa, ni bado hajazitimiza. Ni sana kumwambia kwamba Yesu bado haujafa, njoo ufe tena. Inashangaza kutumia ufungu ya sikukuu ya nini? Sikukuu ya vibanda, na kueleza watu ya kwamba hizi camp meeting ni sikukuu ya nini? Sikukuu ya vibanda. Huu sio kweli. Ukweli ni kwamba sikukuu ya vibanda itatimizwa Kristo anapokuja mara ya pili, ndipo utimizwaji wake, kwa sababu sikukuu zingine zote hizi 6 zimeshatimia na ndani ya miaka 6 zitatimia, lakini sikukuu ya vibanda itatimia wakati Kristo anapokuja mara ya pili. Watakatifu wa Mungu watakusanyika kutoka pepo hii na kutoka pepo hii, kutoka mashariki na kutoka magharibi, wote pamoja watakusanyika kwa Kristo, na safari ya siku 7 watakwenda mbinguni. Kama ilivyokuwa wakati siku ya vibanda kulikuwa na siku 7. Siku 7 hizo ndiyo safari ya kwenda wapi? Ndiyo safari ya kwenda mbinguni. Sikiliza kwenye Walawi 23:24 nazungumza wazi. Zile sikukuu 3 ambazo wana wa Israeli ambao zitimize, zilitimia katika muda maalum, yani appointed time. Nena na wana wa Israeli waambie, mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Itimizwaje hii sikukuu? Wakati ya kina William Miller, wakati ya kina Ellen White walipohubiri watu na kuambia
Masihi anakuja katika hekalu lake, walikuwa wanawaandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Japo walikosea tukio, muda ulikuwa sahihi ya kwamba itakiwa watu waandaliwe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na Kristo kwa kweli alikuwa anakuja katika hekalu lake, na hiyo pia nayo itimizwa katika muda maalum. Lakini sikukuu nyingine tumesema siku hiyo upatanisho, tuone pia nao, je, ilitimizwa katika muda maalum? Walawi 23 mstari wa 27, maandiko yanasema kwamba lakini siku ya 10 ya mwezi huu wa 7 ni siku ya upatanisho, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto, sikukuu ya upatanisho, ambapo kwa kalenda yetu ya Gregory inaangukia Oktoba 22, 1844, ambapo kuhani wetu mkuu Kristo aliingia katika chumba cha patakatifu mno kwa ajili ya kuanza hukumu ya upelelezi, lakini pia kwa ajili ya kuanza kazi ya upatanisho. Na hapo atakapokamilisha, atakuja wachukua watoto wake, na ndipo hapo wakati atakapokuja itaanza siku ya vibanda. Hivyo leo kusherehekea camp meeting kama siku ya vibanda sio sahihi, kwa sababu wapendwa, sikukuu hiyo bado haijatimizwa kwenye uhalisia wake, Hata kina Ellen White hawakuwahi kusherehekea sikukuu ya vibanda, bali waliadhimisha camp meeting. Camp meeting ni mafundisho ya ndani, mafundisho ambayo Waadventista wanakaa pamoja, wanajifunza. Ukishajifunza unatoka kwa ajili ya kulicha ulimwengu ndani ya mwaka mzima. Angalau wawe na wiki kadhaa, kila kanisa liwe na wiki kadhaa kwa ajili ya kujifunza, na kumwelewa Mungu, baadaye watoke kwa ajili ya kulicha ulimwengu. Kwenye Walawi 25 mstari wa 9 anasema kwamba ndipo utakapoipeleka pande zote hiyo baragumu yenye sauti kuu siku ya 10 ya mwezi wa 7. Katika siku hiyo ya upatanisho mtaipeleka baragumu katika nchi yenu yote. Hii ilikuwa ni siku ya nini? Kumbe tarehe 10 ya mwezi huu wa Tishri ilikuwa ni siku ya nini? Ilikuwa sikukuu ya upatanisho, ambapo ndio kina William Miller walikuja akagundua kwamba inaangukia Oktoba 22, na ilikuwa ni 1844. Siku nyingine, sikukuu ya vibanda. Sikiliza, nena na wana wa Israeli waambie, kwenye Walawi 23:34, nena na wana wa Israeli waambie, siku ya 15 ya mwezi huo wa 7 ni sikukuu ya vibanda, muda wa siku 7 kwa Bwana. Walikuwa na siku 7 za nini? Siku ya vibanda. Sasa hizo siku 7 wapendwa, sio camp meeting. Unaona, leo tunaadhimisha camp meeting, mafundisho ya ndani. Hiyo hatuwezi kusema ni siku ya nini? Ni sikukuu ya vibanda. Sio kweli, kwa sababu tukisema hivyo maana yake ni kwamba namwambia Yesu bado haujafa, njoo ufe tena, kwa sababu hizo zilikuwa ni kivuli, na kama kivuli chake wapendwa alishatimiza. Tumeelewana? Anabaki kutimiza kwenye nini? Kwenye uhalisia wake. Anabaki kutimiza kwenye uhalisia. Hatuwezi tena kuendelea na vivuli, wakati Kristo yeye ndiye alikuwa mhusika, alishatimiza. Kilichobaki nini? Kilichobaki ni uhalisia wake atakapokuja tena mara ngapi? Atakapokuja tena mara ya pili. Hivyo, je, siku gani katika siku ya 15, 21 na 22 ya mwezi wa Tishri itaangukia? Hatujui. Piga mahesabu mwenyewe. Naona mwezi wa Tishri 15 tunafahamu ya kwamba ndiyo ilikuwa nini? Ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Maana yake watoto wa Mungu hapa watanyakuliwa na kukutana na nini? Watakatifu mbinguni, ili kumlaki Mwokozi ajapo mara ya pili. Utakuwa na siku 7 kutokea Jumamosi 15 mpaka Jumamosi 20 ngapi? 21, ambapo siku ya Jumamosi 21 watakatifu wa Mungu watakutanika mbinguni. Sasa ngoja, kwa sababu tumegundua kwamba bado sikukuu moja ambayo haijatimizwa, na ni siku ya vibanda. Hebu tuone utimilifu wake jinsi utakavyokuwa, na Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Kristo, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu, tusaidie tunapojifunza mambo haya, tuweze kuelewa ratiba yako na ujio wako mara pili. Tusaidie kupitia Kristo Yesu. Amen. Tumejifunza kwamba sikukuu zile 3, ukianza na sikukuu ile ya kupuliza mabaragumu, tumeshaona ambapo ilikuwa inaangukia kupuliza mabaragumu, ambayo ilikuwa inaangukia tarehe
moja ya mwezi wa ngapi? Ya mwezi wa saba. Zile sikukuu pia upatanisho tarehe 10 ya mwezi wa saba, na vibanda tarehe 15 ya mwezi wa ngapi? Tarehe 15 ya mwezi ule wa saba. Je, hii sikukuu ya vibanda sasa utimizwaji wake utakuwaje? Tumesema kwamba Tishri 15 ndipo ambapo sikukuu ya vibanda ilikuwa inaanza, siku saba, ambapo kama Kristo atakuja katika wakati huo, tegemea kwamba tarehe 15 ya mwezi wa Tishri, ambao hatujui kwenye kalenda ya Gregori itangukia wapi, watakatifu wa Mungu watanyakuliwa, na ndani ya siku saba takatifu wataanza safari kuelekea mbinguni. Ndio ambapo nafahamu ya kwamba ile ndani ya siku saba tutasafiri katika wingu, tukipita katika malimwengu, ulimwengu mmoja kuna mwingine, na malimwengu haya kimuuliza Yesu, je, hao ni akina nani? Na ndipo Kristo atamwambia kwamba hawa ndio wale ambao niliwahi kwenda kuwakomboa, na sasa wamekombolewa, ni watu wangu, niweze kuishi nao milele. Hivyo watu wa Mungu watasafiri ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku saba, na siku ya saba watafika kwenye bahari ya kioo ndani ya siku saba, na ndipo ambapo siku hiyo itakuwa ni sabato kubwa, na Kristo mwenyewe atakuwa ni mhudumu. Ndani ya siku saba watu wa Mungu watasafiri kama ilivyokuwa siku saba ya nini? Ya makambi. Lakini ukianza ile siku ya 21, ile siku ya 21 ambayo ni sabato kubwa, lakini Jumapili itakuwa ni sherehe kubwa ya kuwakaribisha watakatifu ule mwezi wa Tishri. Tishri 22 ndio mwanzo kuhesabu miaka 1000 mbinguni kulingana na kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 4. Twende pamoja. Ufunuo 20 mstari wa 4. Maandiko yanasema kama ifuatavyo. 20 mstari wa 4 yanasema kwamba kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na kwa hao wasiomsujudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo hiyo miaka 1000. Ndio mwanzo wa kuhesabu hiyo miaka 1000. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 9 mpaka 15 inaeleza wazi ya kwamba katika wakati huu watakutanika mataifa yote waliokombolewa, watakutana mbele ya kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. 7 mstari ule wa 9 mpaka 15 nasema kwamba Ufunuo, baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Matawi ya mitende maana yake ishara ya ushindi, maana hawa watu wameshinda juu ya sanamu ya mnyama, wameshinda juu ya upepo mchafu, wameshinda juu ya matukio yote ambayo shetani aloletea. Wamepitia changamoto ngumu, wamepitia changamoto ya kutokuza na kununua, lakini Kristo amewakomboa. Nasema kwamba wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu na Mungu wetu aketia katika kiti cha enzi na mwana kondoo na malaika wote waliokuwa wamesimama pande zote za kiti cha enzi na za hao wazee na wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifurifuri mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na heshima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amen. 13 akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu ajua wewe. Akaniambia, hao ndio watokao katika dhiki ile iliyokuu, na wamefuta mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele za kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Kwa mpendwa, hawa watu wakati wa ile sikukuu ya vibanda ndio utakuwa ni mwanzo kwa sababu miaka 1000. Kwa hiyo sikukuu haijatimizwa bado, iko mbele, kama ilivyokuwa wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo alivyotimiza zile sikukuu 4. Pia tegemea wakati wa ujio wa Kristo atakuja katika muda maalum, yani appointed time.
Sasa si kazi yetu kufahamu ni tarehe ngapi, hapana, ila lazima tufahamu ya kwamba kulingana na ratiba ya Mungu atakuja katika appointed time. Kristo atakuja katika appointed time. Kazi ya kumkomboa mwanadamu itakamilika miaka 7,000. Miaka 7,000 sikukuu 7, miaka 6,000 sikukuu 6. Wazee na Manabii ukurasa wa 541, Ellen White anasema sikukuu ya vibanda haikuwa kwa ajili ya ukumbusho peke yake, bali ilikuwa pia ni kivuli. Haikuelekeza nyuma wakati wa safari jangwani, lakini kama ilivyokuwa sikukuu ya mavuno ilisherekewa kwa kukusanya mazao ya nchi, na ilielekeza mbele katika sikukuu ya kukusanya mala ya mwisho, wakati Bwana wa mavuno atakapotuma wavunaji wake ili kukusanya magugu pamoja katika mafungu kwa ajili ya kuchoma moto. Umeona, kumbe sikukuu ya vibanda wapendwa ni kwa ajili ya kukusanya mavuno, mengine yawekwe ghalani, mengine yachomwe moto na kukusanya ngano katika gara zake. Watu wa Israeli walimsifu Mungu wakati sikukuu ya vibanda, kadri walivyokumbuka rehema zake katika kuwakomboa kutoka utumwani Misri na upendo wake kwa wakati wa maisha ya safari jangwani. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu watakavyomsifu Kristo atakavyokuwa amewakomboa kutoka katika ulimwengu wa dhambi. Maana yake ni kwamba siku ya vibanda utimizwaji wake ni wakati watu wa Mungu watakapokuwa wamekombolewa, na sio sasa wakati ambapo tunasherehekea tunasema sikukuu ya vibanda. Ile ni camp meeting, yani mafundisho ya ndani kama ilivyotimizwa wakati wa ujio wa kwanza. Tegemea pia hata ujio wa pili wa Kristo, sikukuu 3 zitatimizwa katika muda maalum, yani appointed time. Walifurahi pia utambuzi wao kwa kupata msamaha na kukubaliwa. Je, tushapata msamaha leo? Bado, sababu tuko kwenye sikukuu ya upatanisho, ambapo kila mtu lazima ungame dhambi zake, ambapo kila mmoja lazima afahamu ya kwamba wakati kuhani anapokuwa katika chumba cha patakatifu mno, lazima kila mmoja aweze kuungama. Na ndiyo maana Waadventista, kama tungejifunza ya mambo wakati huu, si wakati wa kucheza na dhambi, kwa sababu kuhani atakaposema imekwisha, dhambi za kila mmoja ambaye hajaungama, hajatubu, hazitahamishwa kwa mbuzi wa Azazeli. Dhambi hizo mpendwa zitabaki kwako milele, na huu ndio wakati wa kuexamine ourselves. Huu sio muda kumnyoshia mtu kidole, kwa sababu tazama maisha yako mwenyewe. Je, Kristo akisema imekwisha sasa, je, utafaa kuchukuliwa kwenda mbinguni? Ni wakati wa kuungama dhambi zetu binafsi, ni wakati wa kuungama dhambi za kanisa, ni wakati wa kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo, kwa sababu ratiba hizo ziko mbele ya macho yetu. Anasema kwamba walifurahi pia utambuzi wao kupata msamaha na kukubaliwa kupitia huduma ya siku ya upatanisho. Kwa hiyo upatanisho ulipopita, ndipo ilipoanza sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo sasa kwenye upatanisho hatuwezi kusherehekea siku ya vibanda. Hatuwezi kusherehekea vibanda leo. Tuko kwa ajili ya camp meeting, mafundisho ndani. Baada ya upatanisho ndipo ambapo Wayahudi walisherehekea siku ya vibanda, ikiwa ni ishara kukombolewa. Nasema kwamba lakini wakati walipokombolewa milele kutoka katika laana ambayo kwa hiyo viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vinautungu pamoja hata sasa, watafurahi kwa furaha isiyoelezeka yenye utukufu kamili. Kazi kubwa ya Kristo ya upatanisho kwa wanadamu itakuwa imemalizika na dhambi zao zitakuwa zimefutwa milele. Lakini kwa wakati bado, kwa saa kuu ya wakati, kila mtu lazima kitimie katika wakati. Miaka 7,000, muda wa saa kuu ya nini? Ya mpango ukombozi. Tumaini la vizazi vyote, ule ukurasa wa 31 paragrafu ya pili, nasema kwamba kuja kwa Mwokozi kulitabiriwa Eden, wakati Adam na Hawa waliposikia ahadi hiyo kwa mara ya kwanza. Walitazamia kutimizwa kwake kwa haraka. Walimkaribisha mzaliwa wao wa kwanza kwa furaha, wakitumaini kwamba angeweza kuwa Mwokozi, lakini utimizo wa ahadi ulichelewa. Wale waliokuwa wa kwanza kuipokea walikufa bila kuiona.
Tangu katika siku za Enoka, ahadi hiyo ilirudiwa kupitia wazee na manabii, wakihifadhi tumaini la kuja kwake, na bado haukuja. Unabii wa Danieli ulifunuliwa wakati wa kuja kwake, lakini si wote waliotafasiri ujumbe huu kwa usahihi. Karne na karne zilipita, sauti za manabii zilikoma, mkono wa mkandamizaji ulikuwa mzito juu ya Israeli, na wengi walikuwa tayari kusema siku hizo zinakawia, na maono hayakutimizwa. Hata sasa watu wa Mungu tuaminia kwamba mpango wake wa ukombozi usingetimia wakati wa kina Enoka, kwa sababu umejengwa katika miaka 7. Tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 32 paragrafu ya kwanza, nabii anasema kwamba lakini kama zilivyo nyota katika mzunguko wa njia zake zilizoamriwa, makusudi ya Mungu hayajui kuwahi wala kuchelewa. Kwa nini? Kwa sababu ameshachola mpango wa ukombozi. Ni miaka 7, miaka 6 duniani hapa na mwaka 7 wapi? Mbinguni. Kwa hiyo Mungu hakuchelewa, kwa sababu tayari ameshatuwekea appointed time, yaani mpango wa ukombozi ni miaka 7, miaka 6 duniani hapa na mwaka wa 7 mbinguni. Anasema kwamba kupitia alama za giza kuu na tanuru la moshi, Mungu alikuwa amefunua kwa Ibrahimu mtumwa wa Israeli kule Misri, na alikuwa ametangaza kwamba muda wa wao kukaa ugenini itakuwa miaka 400. Baadaye alisema watatoka na mali mengi. Nguvu zote na himaya yenye kiburi ya Farao zilipambana na neno hilo, lakini ilikuwa kazi bure. Ndivyo ambavyo upapa pamoja na Uprotestanti utakavyopambana, shetani atakavyopambana, lakini tuamini kwamba baada ya miaka 6 watoto wake watakwenda mbinguni. Anasema kwamba nabii wa Mungu, ilikuwa siku ile ile aliyoamriwa katika ahadi ya kimbingu ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Itakuwa ni katika wakati ule ule Mungu aliyokusudia. Baada ya miaka 6 atakuja, kwa sababu hii ni appointed time. Mungu akishazungumza kitu, wapendwa, lazima kitimie, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa hiyo katika baraza la mbinguni, saa ya kuja kwa Kristo ilikuwa imepangwa. Hivyo saa ya kuja kwa Kristo mara ya pili imepangwa. Nasema kwamba wakati mshale wa saa kuu ya wakati ulipoonesha kwenye saa hiyo iliyoamriwa, Yesu alizaliwa Bethlehem. Ndivyo ilivyo wapendwa, hata wakati wa ujio wa pili wa Kristo, hivyo mshale wa saa kuu ya wakati kama inavyoonesha baada ya miaka 6 Kristo atakuja. Kristo atakuja tena wapendwa, na wala hatachelewa. Atakuja maana Mungu ameshafunua mpango wa ukombozi. Miaka 7 ya mpango wa ukombozi imefunuliwa katika hema takatifu, lakini pia katika zile sikukuu ngapi? Zile sikukuu 7, ambapo hii miaka 6, siku ya kwanza Adam na Hawa wanafukuzwa bustanini Eden. Miaka 6 itakuwa ni umri toka dhambi ingie mpaka atakapokuja mara ya pili Yesu Kristo. Yesu alikufa wakati mwisho wa miaka 4 na injili kuhubiriwa ni miaka 2000 wapendwa. Maana tutegemea kwamba Ijumaa ambao ni mwaka wa 6 Kristo atakuja mwisho wa miaka 6, umeelewana, ambapo utakuwa ni mwanzo wa miaka 7 na tutarejeshwa tena watoto wake watarejeshwa tena, ambapo miaka 7 ni kule mbinguni. Anasema nabii wa Mungu kwamba katikati ya juma, ili pambano kuu, kurasa wa 327, katikati ya juma atakomesha kafara na dhabihu. Katika mwaka wa 31 baada ya Kristo, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubiwa. Dhabihu kuu iliyotolewa Calvary ilikomesha utaratibu wa dhabihu wa kuteketezwa ambao kwa muda wa miaka 4000 ulikuwa ukielekezwa kwa mwana kondoo wa Mungu. Mfano ulikuwa umekutana na uhalisia, na kafara na dhabihu zote, utaratibu wa kutoa kafara na sherehe zilikomea pale. Kumbe zile sikukuu zote zile 4 wapendwa zilikomea pale.
Zilikomea pale, yaani hawakufanya tena vitu vivuli, itakiwa uhalisia wake uweze kutimizwa. Matendo ya Mitume ukurasa wa 14. Kupitia mafundisho ya huduma ya kafara, Kristo alipaswa kuinuliwa juu ya mataifa yote, na wote ambao wangemtazama yeye wangeishi. Kristo alikuwa ndiye msingi wa mfumo wa Kiyahudi. Mfumo mzima wa vivuli na ishara vilikuwa ni unabii unaofichwa uliofinywa kwa Injili, wasilisho ambao ulikuwa umefungamanishwa na ahadi za mpango wa ukombozi. Kumbe miaka 1000 ngapi? 6 ilikuwa imezungumzwa wazi na watu, itakiwa lazima waelewe. Kutokuelewa, mpendwa, ni kutaka kuelewa. Na tunapoelekea mwisho wa miaka 6 tunashuhudia ya kwamba kuna mambo ambayo nasadiki kile kinachokuja. Sheria ya Jumapili, vuguvugu la sheria ya Jumapili, ambia kwamba hata kupitishwa kwa huyu Papa Leo wa 14 ni kwa sababu Mungu ashafahamu muda umekwisha, na kwa hiyo kila ratiba isonge kama ilivyokusudiwa. Na Waadventista bado hatuelewi hii ratiba ya mpango wa ukombozi ndani ya miaka 7. Wapendwa, tutakutwa hatujajiandaa na hata hatutazami kinachoelekea. Hebu tazama hii video, na bado kuna barua hapa ambayo wabunge wa Kongresi wamesaini kwamba Papa Leo aenda kuhubiria bunge la Congress. Sikiliza. Dear Mr. Speaker, we respectfully ask you to consider inviting the newly elected Pope. Nasema kwamba Speaker, tunahitaji sawa huyu Papa aliyechaguliwa aje. Sema kwamba utakatifu wake, His Holiness Pope Leo wa 14 to address a joint session of Congress. Kusudi aweze kufanyaje? Kuhutubia Congress. Nasema kwamba we as Catholic celebrate the first ever American Pope and hope you will consider an invitation to him. Kwamba sisi kama Katoliki tunasherekea kuchaguliwa kwa Papa wa Kimarekani, na tunatamani na tuna imani ya kwamba utajali mwaliko wetu na kumwalika yeye aje. It would be valuable for Congress. Itakuwa ni nini? Itakuwa ni heshima kwa Congress to hear His Holiness this vision for the law of Catholic faith in the world. Ona watu wa Mungu nasema kwamba itakuwa ni nini? Itakuwa ni heshima kwa nini? Kwa Congress kusikia mipango yake kwa kanisa Katoliki ulimwenguni. Naona, and how he planned to lead over 1.4 million Catholic, na jinsi ambavyo anavyopanga kuongoza bilioni 1.4 wa Katoliki ulimwenguni, and many other who look to the Holy See for spiritual and moral guidance. Na wengi ambao wanatazama wapi? Holy See, Vatican, kwa ajili ya maongozi ya nini? Kwa ajili ya maongozi haya ya kiroho. A native of the Chicago area, Pope Francis made a history as first ever American Pope. Unajua kwamba ni ndo papa wa kwanza kuchaguliwa mwenye asili Chicago, Nasema kwamba katika historia, an represented feat that make an American right. Nasema kwamba hii inafanya Amerika fanyaje? Is shine across the globe, duniani kote. Before his election, Leo spent nearly half essentially serving the church in vision law as home and abroad. Ona, kwa takriban nusu ya karne amekuwa jishughulisha kusaidia kazi mbalimbali za kanisa ndani na nje. Anasema kwamba hearing his address would be of the great benefit for Congress. Kusikiliza kusigilisha ushauri wake huyu papa itakuwa ni faida mno kwa bunge la nini? La Marekani. Mpendwa, tunapotazama haya mambo tunajifunza nini? Hao ni Congress, ndo bunge hili, na ni Catholic. Je, hatuoni kwamba kuna formation, kuna utengenezwaji kati ya sanamu ya mnyama? Hii ni utengenezwaji wa sanamu ya mnyama, na itakapokamilika, wapendwa, adhabu ya kifo haitaepukwa. Tazama pia video hii wanaomuinvite. Tazama. New at 4 now, East Tennessee Congressman Chuck Fleischmann is part of a bipartisan group asking Pope Leo XIV to address Congress. 12 members of Congress sent a letter to House leadership. They say having an American Pope is of historic significance, and having him speak would serve as a powerful reminder of shared commitments to peace at a time when our nation and the world are divided.
Pope Leo was elected last week after the death of Pope Francis. You can read that entire letter on our website, WBIR.com. Je, tunapoyaona haya mpendwa, tunajifunza nini? Muda wetu umekwisha. Kwa nini? Kwa sababu mpango wa ukombozi unafunua yote hayozungumzwa, na hakika Kristo kama alivyoandikiwa miaka 6 atakuja vivyo hivyo baada ya miaka 6. Hapa hakuna upinzani, ni kwa sababu Mungu ameshaeleza kwenye mpango wake wa ukombozi ndani ya miaka 6, ambapo miaka 7 itakabidika kumrejesha mwanadamu tena katika bustani ya Eden. Mungu wetu atubariki sana, na Mungu akubariki kwa kutoa muda wako kujifunza, kwa sababu muda tulio nao si wa kawaida. Tuweze kupata ombi. Asante kwa wakati mwingine tena. Ni wewe uliyezungumza Jehova kupitia chombo dhaifu. Tusaidie kujiandaa na ujio wako. Mapenzi yako yatimizwe katika masaha ya Jehova. Tutakapopata wasaa mwingine tena kujifunza, Roho wako mwema atuongoze kwa Kristo Yesu. Amen. Watu wa Mungu, ni watakie siku njema. Tusisahau ya kwamba mapambano bado yanaendelea, na tuko wakati wa mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Lolote linaweza kutokea katika miaka ya karibuni. Maranatha, Yesu yuaja tena mara pili. Mungu atubariki sana. I have set my mind on sin freeness, on sin freeness. I have set my mind on righteousness, on Christ's righteousness.